Happy Msokwa, mtambue uwepo wa mwenyekiti wa bodi mstaafu baba yangu Division Msinjili. Nitambue uwepo wa walimu wote mliopo hapa, Madam Rufina, Madam Kimaro, mwalimu wangu wa michezo Mwalimu Mwembe, mwalimu wa nidhamu kipindi kile alikuwa Mwalimu Nganyule, lakini pia akaja kuwa Mwalimu Kaiza baada ya Mwalimu Nganyule kwenda sehemu zingine hizi kwa ajili ya tuwezi kuzisemea sana. Kwa hivi sasa narudi tena nakuta ni makamu mkuu wa shule. Hongera sana Mwalimu Nganyule. Lakini nitambue uwepo wa Mwalimu Samir, MC wa shughuli ya leo. Hongera kwa kazi nzuri, nimeipenda na nitakutafutia kazi. Mimi nayo. Lakini nitambue uwepo wa Mwalimu Ezekia, nitambue uwepo wa Mwalimu Kisinda, Mwalimu Joshua na wengine nitaendelea kuwatambua kadri navyoendelea kusonga. Lakini pia nitambue uwepo wa Mchungaji Saniel Mwasenga baba yangu, nitambue uwepo wa wazazi, wanafunzi, wahitimu ambao ndio mmetufanya tuwepo hapa, wageni waalikwa mliopo hapa, natambua uwepo wenu. Karibuni sana shule ya sekondari Isaralo. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ambao hawanijui kwa majina, naitwa Almanus Julius Mwasenga. Ni mwanafunzi ambaye nilihitimu katika shule hii ya sekondari Isaralo, na nadhani kama hatua zangu zote basi zilianzia hapa, na leo hii narudi, bado naamini moyo wangu upo Isaralo Secondary School. Awali ya yote nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutufikisha hapa sisi sote na kunipa kibali cha kusimama mahali hapa nikiwa mgeni rasmi katika mahafali hii ya 13 katika shule hii ya sekondari ya Isaralo. Kwa heshima na taadhima ni ushukuru uongozi wa shule kupitia bodi ya shule, mwalimu mkuu na walimu kwa ujumla kwa kunipa nafasi hii adhimu kuja kuwa mgeni rasmi. Nasema asanteni sana kwa heshima hii ambayo mmenipa. Hakika hili ni deni kubwa ambalo yawezekana nisililipe leo, lakini panapo majaliwa, Mungu akiendelea kufungua milango, tutafanya zaidi na ziada, kwa sababu hii ni shule yetu na msingi wa maisha yangu yote umeanzia hapa. Asanteni sana. Vile vile niwapongeze walimu. Namuona Mwalimu Isaya, mwalimu wangu wa English, Mwalimu Waziri ambaye ni mgeni, hakuwepo kipindi hicho lakini kwa hivi sasa yupo, Mwalimu Ezekia, Mlelwa, Frenki, Msungu, Paza, Kisinda, Baso, Yahaya, Mgimba na Madam Rufina, Madam Kimaro. Kwa juhudi zao wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha vijana wetu wanapata elimu iliyo bora na yenye maslahi mapana kwa taifa na kuwajengea msingi bora watoto wetu, kuondoa ujinga na kuwapa maarifa juu ya stadi za maisha na namna ya kukabiliana na changamoto zake. Pia wamekuwa wakiwalea vijana katika misingi ya maadili mema, kuwa wachapakazi, wavumilivu na wengi wao kuwa mabalozi wema pindi wanapotandua daruga huko waendako na kutengeneza kumbukumbu nzuri na zenye kusisimua kupitia upendo wanaoishi nao hapa. Lakini niwapongeze kwa kuendelea kuipaisha shule yetu hii pendwa kitaaluma,
kwani licha ya mazingira magumu wanayotoa elimu kwa vijana wetu, ufaulu unaendelea kuongezeka siku hadi siku. Tumeona 1 na 2 za kutosha na imani kwa wahitimu wa mwaka huu tutarajie kuziona 1 na 2 zaidi. Mwenyezi Mungu tusaidie. Ndugu wageni waalikwa, nimesikiliza risala kutoka kwa wanafunzi wahitimu. Imegusa sehemu nyingi na nyeti ambazo zinahitaji nguvu ya ziada. Tunajua serikali pekee haiwezi kukidhi mahitaji ya kila kitu katika sekta hii ya elimu, hivyo inahitaji nguvu kutoka kwa wadau mbalimbali kuweza kuunga mkono juhudi za Mama Samia ili kuendeleza hili gurudumu, kuhakikisha tunapiga hatua zaidi. Ndugu wageni waalikwa, nimeelezwa kuwa kuna changamoto ya uhaba wa viti vya walimu 21. Nichukue fursa hii, nimelipokea na mimi binafsi kwa upande wangu, kutokana na juhudi zangu baada ya kupokea taarifa hii, mimi nitachangia viti 10 vyenye thamani ya shilingi 250,000. Lengo ni kuweza kuwasaidia hawa walimu wanapokuwa wametoka darasani kufundisha, wakae sehemu nzuri, wasijisikie wapweke, ili kuongezea ufanisi hata pale wanaposahihisha mitihani ya vijana wetu, wajisikie amani na furaha, na wajisikie shule ya sekondari Isalalo ni mahali sahihi kwao kufanya kazi hapa. Ndugu wageni waalikwa, lakini kupitia viti hivyo vimewekwa kwa ajili ya kwamba kusaidia ama kutofautisha kati ya viti vya wanafunzi lakini na viti vya walimu, viwe na utofauti, angalau vifahamike vya walimu ni vipi na vya wanafunzi ni vipi, kwa sababu inaweza ikatokea changamoto, mwanafunzi anaenda kuchukua kiti cha mwalimu kwa sababu vinafanana, lakini kwa kufanya hivi kutasaidia kutofautisha na kuweza kutambua viti vya mwalimu ni vipi na kiti cha mwanafunzi ni kipi. Wageni waalikwa, nimeelezwa pia changamoto ya ukosefu wa bweni kwa watoto wa kike. Kiukweli huu wimbo sio wa leo wala jana, bali ni swala la muda mrefu toka mimi nasoma hapa. Nichukue nafasi hii kusema kwamba mimi pamoja na mwenzangu Geoffrey Chone nilileta wazo la kuanza ujenzi wa bweni walau hata moja la kuanzia maisha, tukalifanyia kazi. Tukatafuta wanafunzi wote waliowahi soma hapa, ndugu jamaa na marafiki, tukaunda umoja na kusimama kidete kutaka bweni lijengwe hadi ifikapo mwaka 2028, pasipo kujali tuna nini mfukoni, bali kupitia 200 zetu 200 zenu, tunayo haja ya kufanya jambo katika swala hili. Nashukuru wenzangu walipokea wazo hili kwa nguvu zote na kuonyesha ushirikiano. Akina Gideon Mwasenga, Happy Simbeye, Feston Kaminyoge, Isaac Kamwela, Sebas Rwimba na wengine wengi. Tunaendelea kuchangishana kidogo kidogo tulicho nacho, na niwaambie tumefikia pazuri. Lakini pia kwa juhudi zangu kuhakikisha naleta maendeleo katika hilo, nilimshirikisha mwenyekiti wa bodi Mheshimiwa Comrade Goodluck Mwilenga awashirikishe wananchi juu ya upatikanaji wa tofali na mchanga, na niwaambie tu kwa tayari tofali zimeanza kufyatuliwa. Asanteni sana wananchi ambao umelipokea hili, na naambiwa kwamba hadi hivi sasa zipo takriban tofali 20,000 ambazo zilizofatuliwa. Lakini lengo letu ni kwamba tunahitaji angalau tupate tofali 30,000. Zitasaidia kwa kuanza angalau kwa bweni moja. Wananchi, kwa mwitikio wenu juu ya hili,
na nikupongeze Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuwa mstari wa mbele. Hakika wana Isalalo waliona mbali kukupa uongozi. Hakika hukusita kupokea simu zangu za kukusumbua juu ya mrejesho wa nini kinaendelea. Kuna wakati tuligombana naye, lakini kwa unyenyekevu mkubwa alionao na kwa kuwa ana uongozi ndani yake, aliona ninayomsumbulia ni heri, akaishia kupiga makofi na kumwegamwega tu. Hongera sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa bodi. Nitumie nafasi hii kuwaomba wadau, mashirika na taasisi mbalimbali ikiwemo za kifedha mjitokeze kutuunga mkono jambo hili, kuwezesha upatikanaji wa viti vya walimu, viti vya wanafunzi na meza za kusomea. Hizi ni nyenzo muhimu zitakazosaidia kuweka mazingira rafiki kwa walimu na kuwezesha kupata bweni la kike, kutokana na changamoto ya watoto wa kike kushindwa kufikia malengo ya kusoma, kuishia njiani kutokana na vishawishi mbalimbali wawapo wakati wa kuja shuleni, hata wakati wa kurudi. Endapo kutapatikana bweni hapa shuleni, kutasaidia kutatua changamoto ya kuweza kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi wa kike na kuongeza ufaulu kwao na hata shule kwa ujumla. Tuna imani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hapa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM ndugu yangu Msongole, tufikishie salamu hizi. Tuna imani kubwa kwa mwanamama shupavu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, inayo masikio na nisikivu, atalisikia hili. Tuendelee kuwa na subira, ikiona juhudi zetu itatushika mkono kwa hili. Lakini pia kwenye swala la michezo, shule yetu hii ya Isalalo imekuwa mstari wa mbele kuibua vipaji kwa vijana wetu. Licha ya changamoto mbalimbali za uhaba wa vifaa vya michezo, nimpongeze mwalimu wangu wa michezo ambayo hadi hivi sasa ni mwalimu wa michezo, Mwalimu Mwembe. Huyu ndiyo kocha wa kwanza kunifundisha mpira. Alinijengea kujiamini, nikawa golikipa wa shule kwa kipindi cha miaka mitatu. Muda wote huo nilikaa hapa shuleni, lakini hakuishia hapo. Akanitengeneza kuwa kiungo bora na beki bora mwenye roho ya kikatili ninapolinda goli kwa wivu mkubwa, na kuijengea imani ya kuupenda mpira hadi leo. Hongera sana Mwalimu Mwembe. Alinifanya nikapata nafasi ya kwenda majaribio Kimondo FC mwaka 2017 na mwaka 2018 tu baada ya kuhitimu hapa nikacheza ligi daraja la 3 mkoa wa Mbeya, na nikapata nafasi ya kufanya mazoezi na Mbeya Kwanza ya ligi daraja la kwanza kipindi hicho na Tanzania Prisons ya ligi kuu. Lakini bahati haikuwa yangu, nikakosa referee, kwa lugha nyepesi tunasema mdhamini, kutokana na kukosa chakula, nauli ya kwenda mazoezini, na mwisho kushindwa kuendelea na mpira na kuwa mchambuzi wa mpira, na sasa ni kocha mwenye leseni CAF Diploma D kutoka FIFA. Asante sana kwa wadau wote wa michezo mlioniunga mkono katika kuhakikisha kuendeleza kipaji hiki. Kutokana na hayo, kwa upande wa michezo, mimi leo hii nimekuja na mpira huu hapa kama zawadi kwa madogo zangu, lakini kwa shule yangu kwamba na kwa mwalimu wa michezo pia. Licha ya changamoto ya vifaa vya michezo, angalau tuanze na mpira ambao utakaosaidia vijana kuweza kuwa na morali kubwa ya kuweza kuibua vipaji vyao na kutimiza ndoto zao, kwa sababu hata mpira kwa hivi sasa ni ajira. Na imani wakati mwingine tutakuja vingine, kwani tunahitaji baadhi ya vijana watoke Isalalo wakacheze ligi kuu na soka la kulipwa nje ya nchi. Ndugu wageni waalikwa, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nichukue fursa hii adhimu mlionipa walimu na bodi ya shule kuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 wa kuchagua madiwani, wabunge na rais.
Hii ni haki ya kila raia kwenda kuchagua kiongozi anayemtaka, lakini nendeni mkachague viongozi bora na wenye kuleta maendeleo katika kijiji chetu hiki, na msifanye makosa Oktoba mkatiki kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili apate nafasi nyingine tena ya kutuletea maendeleo katika sekta mbalimbali. Lakini nitumie nafasi hii kuwasihi walimu wangu kupitia uchaguzi huu iwe chachu ya kutazama ni namna gani kupitia shule hii tunaweza kutengeneza viongozi, kwa maana ya kuanza kutoa elimu ya uongozi kwa wanafunzi ili kuzalisha viongozi watakaokuja kuijenga Isalalo na ili wawe na future ya baadaye katika taifa letu, kwa sababu msingi wa kiongozi unatengenezwa na ninyi walimu. Bila mwalimu hatuwezi kupata diwani aliyo bora, bila mwalimu hatuwezi kupata mbunge aliyo bora, na bila mwalimu hatuwezi kupata rais mwenye maono katika kuliongoza taifa letu. Hivyo nyinyi walimu ndiyo sehemu ya kwanza ya kutengeneza viongozi walio bora na wenye kuleta manufaa na maendeleo katika jamii zetu. Mwisho, kwa kumalizia, kila la heri wahitimu wote na kuwatakia mtihani mwema. Ninawaombea muende mkafanye vizuri, wala msitetereke, kwani naziona 1 na 2 zikinitolea macho hizo hapo. Na mimi binafsi niwaahidi kwa mara nyingine tena kuwa atakayepata 1 atajipatia shilingi 100,000 za Kitanzania. Kwa yeyote, haijalishi ni wote, kila mmoja atajipatia shilingi 100,000. Lakini kwa atakayepata 2 atajipatia zawadi ya shilingi 50,000 kwa kila mwanafunzi. Nendeni mkafanye vizuri, hii isiwapite. Mwisho kabisa, unajua kuna mwisho alafu kuna mwisho kabisa. Nipende kuwashukuru walimu wote, bodi ya shule, wazazi kwa nafasi hii adhimu, kwa kunialika kuja kuwa mgeni rasmi katika mahafali hii. Hakika nimejisikia fahari, kwani ile kauli ya nabii haiheshimiki kwao kwa sasa hii haina mashiko kwangu tena, nimeheshimika. Wageni waalikwa, asanteni kwa kutenga muda wenu kwa kuja kujumuika nasi hapa katika. Hakika mmeonesha upendo mkubwa, mapenzi ya dhati na shule hii ya Isalalo. Hatuna cha kuwalipa. Niwatakie jioni njema, mufike majumbani salama. Kwa ambao hawajafika, waambieni mtoto wa Wachawe anawasalimia. Asanteni sana kwa kunisikiliza.